Wafanyabiashara wenzangu, nina busara moja hivi kutoka kwa baba yangu, naita partnership na mtu. Nimekufuata nikamwambia naomba tufanye partnership, ukakubali. Wewe usiwe mmoja wa kujitoa kwenye ile partnership. Hakikisha hakuna dhulma kati yenu, kwa sababu dhulma hupelekea ufilisi kwenye nyumba yako. Me to you. I hope it helps. Justin! Tusemezane. Wafanyabiashara wenzangu, nina busara moja hivi kutoka kwa baba yangu aliopewa na baba yake, ambayo inamaanisha babu yetu, kutoka kwa babu na baba, you know. Anasema namkot, endapo ukiwa unafanya biashara na mtu, labda mmekubaliana mnaita partnership na mtu, nimekufuata nikamwambia naomba tufanye partnership, ukakubali, na tukaenda biashara ikawa nzuri, wewe usiwe mmoja wa kujitoa kwenye ile partnership, kwa sababu unaweza ukakuta ustawi wa ile biashara ipo kwa mwenzio na sio wewe. Na endapo akitaka mgawane mali, sawa, kwenye hiyo nalio, hakikisha hakuna dhulma kati yenu. Yaani kama mliweka mtaji wa kiasi fulani, kuna hasara ya kiasi fulani, usidhulumu, kwa sababu dhulma hupelekea ufilisi kwenye nyumba yako. Kwa hiyo ukiwa mfanya biashara unataka kufanya partnership na mtu, make sure kwamba inaweza isifanye kazi kwako, lakini hii ni nahisi kama ni kitu cha dunia nzima, ni kwamba hakikisha kama umekubaliana naye usio kwanza kuvunja partnership, kwa sababu huwezi jua, unaweza kukuta baraka unazoziona au ustawi wa biashara unauona hauko mikononi mwako, uko mikononi mwako. Hizo ni busara za mshua, kutoka kwa mshua wake, kutoka kwa mshua wake, inamaanisha kutoka kwa my great grandfather to my grandfather to my dad and me to you. I hope it helps. Justin! Tusemezane.